Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, almustami'in alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa lan nushrika bi rabbina ahada. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Uhiyikum bitahiyatil islam. Na wamkuu vipenzi vyangu kwa sauti hii wamkuzi la amani, popote muliko ulimwenguni, karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, popote katika ulimwengu huu ulipo. Karibuni vipenzi vyangu, tuutumie wakati, kwa sababu wakati ni mizani. Wakati ni mizani, na maanisha kuzaliwa kwako mpaka kufa kwako, wakati wako umepangiwa au umepimwa kipimo chake, na hakitozidi wala kupungua. Tunapoutumia wakati, tutatumia kiwango cha akiba, matumizi na tulicho nacho katika kuletwa hapa ulimwenguni. Kwanza kupumua kwa roho kuwa hai, na mwisho kusimama kwa roho kufa kwa mtu. Hivyo sina budi kuambia kuwa wakati ukipita haurudi. Waarabu wasema alwaktu kasayf, wakati ni kama upanga, ukiuenua kuupeleka pale unapopeleka, kurudi juu haurudi. Utakwenda mpaka ufike pale ulipo, na utakwenda kwa mwendo wa kasi, na utapita, na takuwa kitendo au jambo lishatendeka, limekuwa au limeshafanyika. Kwa hivyo hakukuwa na ndia ya wewe kutofanya likafanyika, kwa sababu unautumia wakati kama vile mtumiaji panga anavyotumia panga lake kukatia nini, mti, anapoinua juu kulipeleka kwa kasi kwenda kukata mti. Na wakati vile vile lenda mbele haurudi nyuma, kama vile panga haliendi nyuma, likipelekwa kuelekea kwenye kukata lenda mbele halirudi nyuma. Inshallah tuutumie wakati, kwa sababu ni kipimo katika vipimo vyetu vya uhai. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, kuishi kwetu katika huu ulimwengu pia tuutumia wakati. Hatuishi kiholela holela, kibahati nasibu au kiovyo ovyo. Kwa hivyo yataka mtu ajiulize saa nyingine, wakati wako unautumia kivipi? Wakati wako, ikiwa ni wa siku, ikiwa ni wa 1 hour, ni saa moja, ikiwa wa mwezi au wiki au mwaka, wakati wako utumia vipi? Kwa sababu hiyo, wakati watakiwa utumike katika mahisabu yenye kunufaisha na si yenye kuhasirisha. Na maanisha wakati watakiwa uutumie kupata faida, si hasara. Wengi wetu tuutumia kupata hasara. Kwa sababu hiyo ukija ukifika mahali sasa
wagharamika kwa hasara ile uliitumia, ukaikuza, ukaijalia, yani ukaifanya ikawa kwako. Sasa wapata hasara kwa sababu wakati uliotumia vibaya. Kinachopaswa ni wakati utumike vizuri, na ndipo pale ninaposema jambo lenda na wakati. Kwa hivyo kila jambo lisipoteze wakati, na vile vile wakati ni sehemu moja ya jambo muhimu katika maisha ya mtu. Kama vile kuzaliwa ni muhimu, kufa ni muhimu, lakini pia kuutumia wakati huo, wakati wenyewe ni jambo muhimu kwako wewe ambaye utaanza mwanzo wa kuzaliwa mpaka mwisho wa kufa. Hivyo basi wakati waboreshwa, kwa sababu ukifika mahala pake wakati, tasikia watu wasema wakati bana, sikia fulani ankufa, wakati bana, wakati bana. Ni wakati wake ushafika, wakati wake ushafika, wakati wake ushafika. Nani ukatae wakati? Ila juhala, mtu asiojielewa au zuzu. Wakati ukifika kweli umfika, na ndio nkufikia, na ndio nkutwa. Haungojei aliyoko Ulaya aje akuage, haungojei aliyoko Dubai aje akupe zawadi yake ya mwisho, haukungojei aliyoko wapi China aje akuonyeshe biashara. Kama lau utaibeba uinunue ndena kaburini. Wakati haungoji. Kama vile ambavyo wakati haungoji, na we usingoje. Ikiwa wakati wakimbia, na we kimbia. Kuna mahala utakuja soma kiwakati, utakuja soma kijina. Chelewa. Utasikia kwa ulizwa alikufa saa ngapi? Hata sikuwa saa ngapi? Waona maneno hayo? Wakati huo. Sasa hakutajwi jina lake tena, kwa taja wakati wake au wakati wako, na sote tutapitia wakati. Tuutumie wakati vile vile katika kufanyia nini? Kujiponya, kujitengeza na kujifanyia. Kwa sababu hiyo umpewa nafasi hiyo na Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani Mwenyezi Mungu aliyeuweka wakati. Hakuna anayeweza ubadilisha wakati. Wakati ukija, wakati huwa ushakuja, na ukija wakati, basi litakalokuwa liko katika hisabu, maandishi, makadirio ya hisabu yako, ndio wakati umfika. Hakuna tena chance, wala hakuna ngojea kidogo, wala hakuna tena sikujua. Wakati ushafika, ndio wakati tena. Lakini katika huu wakati wa kuondoka tuwate huwa kwenda akhera, huu wakati tulionao sisi sasa, mimi na wewe tuko kwenye wakati huu. Wakati tulionao tutautumia vipi? Tutautumia vipi? Katika njia 7 za kutumia wakati, mojawapo ni afya yako, au kujitengezea majambo yako ya kidunia. Ikawa kila wakati unapogonga, unapokwenda mbele au unapokufikia, wewe si mtu wa kuulilia wakati. Sawa, la tabki fi zamani wala fi wakati. Usiulilie wakati wala usililie yaliyopita. Kwa sababu hiyo bado wakati unao kwa naokuja, na vile vile wakati uko nao kwa kwenda mbele, siku ya leo na siku ya kesho. Ikiwa unjaliwa, basi na Mwenyezi Mungu utumie wakati wako kuboresha afya yako, kuijenga afya yako, kuondoa maradhi kwenye kiwiliwili chako na roho yako, na vile vile kujiondolea mazito katika dunia yako, matatizo, shida, hofu, wasiwasi, na vile vile nuksi, yani visirani, mabalaa, maradhi, mato ya watu, yani jicho,
hasadi, uchawi, majini machafu, upepo na vile vile aduyun, madeni yanayokulemea. Tumia wakati huo vile vile kuyaondoa haya, kwa sababu ni majinamizi. Haya madhara na haya mambo ambayo yatokea yakautumia wakati vibaya, au ukakufanya wakati kwako ni mbaya, jinamizi. Shaelewa? Jinamizi baya lilokupata nale huko usingizini. Watu wanzoea jinamizi likupata usingizini. Hili likupata ukiwa macho, ukiwa mchana, na ikiwa wenda mbio, hujawa mwenye kunini kungojea kiza kiondoke. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, tuingie katika ugonjwa wa ngiri na dalili zake moja kwa moja, ili tupate kunufaika kwa somo la leo na elimu yake. Dalili za ugonjwa huu wa ngiri ziko nyingi sana. Kwa hiyo hapa nitataja dalili chache nilizoziandika mimi kama mfalme kaimu au kama Mzimle. Nitataja hizi dalili nilizoziandika za mwenye ugonjwa wa ngiri, na wewe zinukuu au zihisabu na ujitizame unazo. Kama unazo, basi ungojee mwisho wa somo hili dawa yake ya kujitibu, uweze kujitibu, kwa sababu usipofanya hivyo uko katika gonjwa hatari, kama nilivyosema jana, ambalo halijatangazwa kama ni gonjwa hatari duniani, lakini la viumbe na watu. Usiku na asubuhi watu wapelekwa makaburini kwa sababu ya ngiri. Mateso haya, dalili zake ujijue unalo, basi jitahadhari na utafute dawa, ujitoe katika gonjwa hili, au uwe mzima usiliugue gonjwa hili. Dalili ya kwanza ya kuonyesha mtu anao ugonjwa wa ngiri ni kubana tumbo. Tumbo lake likawa la bana, hasa chini ya kitovu. Tumbo lake likawa la mbana au lafanya kama kubana, hasa chini ya kitovu wakati wa baridi. Zile zama ikiwa kuna baridi au umeasha kama feni, yani kwenye chumba umeasha banka, au umekelia ofisi yenye AC, shelewa, ina mashini ya baridi, ukasikia tumbo la bana chini ya kitovu, au unapokula vitu vitamu vyenye sukari pia ukasikia chini ya kitovu kuna mbano fulani kama ambayo wabanika, mpaka ukaweza eka mkono kuzuia ule mbano ili upate nafuu, ili upate nini, kuondoka ule mbano, ndo kidogo ujisikie kidogo wewe nawe uko sawa. Lakini hii ni dalili ya kwanza, kubana tumbo haswa chini ya kitovu wakati wa baridi au unapokula vitu vitamu. Ukijiona una dalili hii, jua wewe unao ugonjwa wa ngiri. Jijue wewe unao ugonjwa wa ngiri, hivyo basi yakupasa utafute tiba haraka sana. Dalili ya pili ya kuonyesha unao ugonjwa wa ngiri ni kupiga mingurumo tumboni. Ni kupiga mingurumo tumboni, yani kulisikia tumbo lako lapiga nini? Lapiga mizinga, hali ya kuwa wewe hujala vyakula vya kufanya jambo hilo likawa. Manake kuna vyakula ukila tumbo huo ulifanya nini? Ulifungulia uwanda wa ngoma lijipige, kama ambaye kwamba kuna watu watateza, lipige mingurumo, lipige midundo na mambo mengine. Lakini kama wewe mtabia yako mara kwa mara
na wewe huna dalili ya kula vitu vyenye mingurumo, tumbo tu likawa la nguruma na kupiga mingurumo, jua unao ugonjwa wa ngiri. Jua unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya tatu ni kujaa gesi tumboni. Kujaa gesi tumboni, ukaliona tumbo limfura kama ambao ni mpira ule wa futboli unjazwa upepo. Kiliona tumbo lako lina gesi nyingi tumboni, limejaa wingi wa gasi au gesi, jua wewe unao ugonjwa wa ngiri. Sababu litakuwa la jaa, na ukilipiga kidogo hivi kiligotagota, wasikia kama mfano wa nini, twari au ngoma, lapiga mlio haswa wa mshindo, kama ambaye ndani linjazwa upepo. Dalili ya 4 ya kuonyesha unao ugonjwa wa ngiri ni kuhisi au kujisikia kama kwamba una haja kubwa. Yaani wajisikia kama wataka kwenda chooni kunya, na ukifika chooni badala utoi choo unatoa upepo tu. Watoa yani kushuta, washuta badili ya kunya, na wewe ilikuwa wasikia kunya. Sasa ulipoingia chooni ukainama, ukachotama au ukakaa, badala ya kutoa choo na alikuwa wasikia choo, hakitoki choo, kwa toka upepo tu. Yani mashuzi pamoja na zile pumzi za upepo ambao saa nyingine si shuzi, lakini ni vitu vajipuliza kama mfano wa mashuzi. Kwenye kuelewa haya wataelewa, kwa sababu sina bila shaka kwa nayoyasema hapa yapita kwenye miili ya watu na sehemu zao. Kwa hivyo mtu atasema mimi nayo hii tabia au fulani anayo, si lazima tukaguane kwa kusema basi namleta mtu hapa afanye kitendo ili nyimuone. Mbali ya kuonana kwa kitendo, twaweza jua kwa mimi ishapitikiwa na wakati, au nao wakati huwa sasa hili jambo, kitendo hichi mimi nacho. Sasa kama wewe wajisikia na wajua haya yasemayo unayo au unalo mojawapo, jua wewe unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya 5 ni kupata haja ngumu. Yaani manake ni kwenda chooni ukataka kunya au ukainama kunya, ukakaa kunya, lakini choo kikawa kigumu, chaumiza paka sehemu ya siri ya kupitia choo, kigumu, au kikatoka kama mfano wa choo cha mbuzi, vidonge kama vya mbuzi vyeusi. Manake mbuzi hanyi choo cha kushikana cha moja kwa moja au cha mtelezo kama mfano wa mshuko wa ice cream ukiwa kwenye mashini, wala kigumu cha mfano wa kama kipande cha karoti. Sisi wanadamu choo chetu saa nyingine chatoka mfano wa nini, msimamo wa umbo la karoti, au mtiririko wa ice cream inapotoka kwenye mashini kutoka kwenye nini, kikaka chake, ili wewe ukaile tirizika. Lakini mwenye gonjwa hili la ngiri, yeye utoa choo kigumu sana cha kujikamua, cha kuumiza ndia za choo, yani ndia za kinapotokea choo kwenye tupu yake ya nyuma, na vile vile akanya mfano wa mbuzi, vidonge hivi, vipande hivi, visquare hivi, gololi, ndio akavitoa hivyo, ikawa nkana kwamba yeye choo chake chatoka cha mbuzi. Ukiona una dalili hiyo, jua unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya 6 kuonyesha unao ugonjwa wa ngiri ni kukaa siku kadhaa bila kuenda haja kubwa. Yaani ukakaa siku 3 ya 4 wewe huendi choo.
choo usikii wala hupati, jua hili ni jambo la hatari na ni dalili ya kuwa wewe unao ugonjwa wa ngiri. Inachopaswa kwa kila mtu, madamu kwa siku yuatia, lazima atoe. Katika unachokitia tumboni lazima kitoke tupuni kile kibaya. Mchujo lazima kila ulacho kwa siku lazima ukitoe kwa usiku. Kama ukupata choo mtana kutwa, basi japo usiku ujisikie wasikia choo, ende chooni ukatoe yale machafu yaliyochujwa katika kiwiliwili chako. Maana unapokula chakula huenda kikae kwa sehemu mbili ndani ya mashini ya tumbo. Kile cha kwanza kikawa fresh, kikakaguliwa na tumbo lako, mashini yake, injini yake, kikaweza kuingizwa kwenye mwili wako, system zako, ndo ukapatikaniwa hii nyama ya mwili. Hii nyama ya mwili ni chakula. Haya manyama tunayoona kwenye mwili ni chakula. Hasa ukila ndo wamea nyama. Na sehemu ya pili ya chakula ni kile kitafanywa kitafanywa matokeo, yani kitatolewa kwa njia ya tupu, kitakuwa choo chenye kufanya kutoka, ili yule ni uchafu, haufai kuandania kitu kiwiliwili cha mtu wala tumbo lake, asije akafanya akawa sasa ana ugonjwa wa tumbo na maradhi au taka nyingi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameiumba hii mashini ya mwili yajitengeza kupitia mfumo wa chakula kwenye tumbo la mtu, kwa kitakachoingia chochote kizuri kitafanya kitameza nyama ya mwili, na kibaya kitatoka kwa njia za upepo, yani choo, ili kusudi mwanadamu asiwe ameweka sumu kwenye mwili wake au ameweka uchafu. Kwa hivyo tumbo lajitengeza lenyewe kusafisha. Ikiwa utaona wewe kwa pita masiku hupati choo, jua unao ugonjwa wa ngiri. Jua unao ugonjwa wa ngiri, na hii ni dalili katika dalili namba 6. Dalili ya 7 ya kuonyesha unao ugonjwa wa ngiri, kipenzi changu na msikilizaji wa sauti hii ya Mzimle, popote uliko ulimwenguni, ni kuwa wakati fulani utajiona wenda haja sana kila mara. Kuna wakati fulani weza ukajiona wenda chooni mara kwa mara, kila mara, japo hata kama hujala, lakini wenda chooni. Jua wewe unao ugonjwa wa ngiri. Ikiwa wewe wenda chooni mara kwa mara, si kawaida. Kawaida mtu wenda chooni mara moja mara mbili, lakini wewe mfika 6, 7 na 8, jua unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya 8 ya kuonyesha unao ugonjwa wa ngiri, unaweza kufanya jimai mara moja tu. Unaweza kufanya jimai, yani unaweza kuingilia mke wako au mwanamke, kumuingilia kitendo la ndoa, katika kitendo cha ndoa, kuingiliana na mwanamke, kisha hamu ya kuishia, hupati nguvu tena mpaka kesho. Yani kunao sababu ya kutoingilia mwanamke zaidi ya mara moja, lakini hamu ukawa unayo. Hamu unayo, lakini labda pengine una mawazo mingi, madhila mingi, madhiki mengi, una stress, ikawa ndio sababu ya kukufanya wewe usiingilie mara ya pili mkeo au mwanamke wako, silale naye tena, kustarehe naye. Au pengine una sababu ya gonjwa la pumu au sukari, pengine halikupi nafasi na nguvu za kupata pumzi za kupumua, ukapata nguvu ya tendo la pili, mara ya pili, 3 na 4 na 5, na wengine wanapokwenda mpaka kufikia 100. Hasa wewe ukajikuta ukifanya tendo la ndoa mara moja, ile raundi 1,
huna hamu tena ya kufanya mara ya pili, na hamu huwa ya kuishia na nguvu zaisha, hutaki tena, huwezi tena mpaka kesho. Yani today is over, game over. Mwanamke alikuwa yatarajia au mke alikuwa yatarajia utakwenda raundi nyingine ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya 10. Lakini ndio inkwamia hapo, isimamia hapo na haiendelei. Nini haiendelei? Hiyo ngoma, ilo tendo, na huko kuingiliana tena hakuna. Hamu hakuna, imeondoka kabisa. Kwa hivyo ukiona una dalili hiyo, jua wewe unalo gonjwa la ngiri. Unalo gonjwa la ngiri. Dalili ya 9 ya kuonyesha wewe ni mgonjwa wa ngiri ni nuru ya macho hupotea taratibu, si kwa mara moja. Huamki tu ukakuta huoni, lakini kila kukenda siku mpya mato yako yaanza kukosa nuru, yani yanakuwa na mwangaza wa kuona kidogo kidogo, kwa kupungua nuru ya macho. Yani macho yako yenda kuelekea kwa nini? Kuondoa mtazamo au kuondoa nuru yake ya kuangalia au kutoangalia kwa mbali, ikawa hayawezi, hayana nguvu ya kuona mbali. Shaelewa? Ukiona una dalili ya nuru ya macho yapotea taratibu taratibu, jua unao ugonjwa wa ngiri. Jua unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya 10 ya kuonyesha unao ugonjwa wa ngiri, msikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle, popote uliko ulimwenguni, ni kuwa hutokea wakati mwingine kufanya tendo la ndoa mwanzo kabisa au katikati ya tendo lenyewe gari likazimika. Yani waanza kutaka kumwingilia mke wako au mwanamke, gari likazimika, au katikati waendelea umfika mahala, shughuli ifikia wapi? Center. Sasa wasikia gari lazima. Gari nini? Gari ntupu yako wewe mwanamume, ikawa sasa haitaki kusimama, haitaki kuingia au kumwingilia mwanamke, inkataa kabisa, impiga break. Kwa hivyo haiendi mbele. Hapa ndipo mahala saa nyingine wanaume wengi hulia kwa sababu si jambo ambalo alitaka au alitegemea liwe, au ni sifa kwa mwanamume. Kwa hivyo upata unyonge, hukatiwa hamu, na vile vile huwa na nini, na kitisho cha kuwa atatangazwa pengine yeye hajiwezi, hafai, na vile vile asipate mke. Ukijiona wewe wakati mwingine wa kufanya tendo la ndoa, yani jimai, mwanzo kabisa au katikati ya tendo la ndoa gari lazimika, jua wewe unao ugonjwa wa ngiri. Jua wewe unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya 11 ya kuonyesha wewe unao ugonjwa wa ngiri ni kusikia kuvutwa au mvuto kwenye tupu yako ya mbele, au mvuto kwenye tupu yako ya mbele kama ambayo yavuta, au upande mmoja maumivu, au upande mmoja wa tupu yako ya mbele ukasikia kuna maumivu, upande wa kulia au wa kushoto. Ukijisikia wewe wavutwa tupu yako ya mbele au upande mmoja wasikia maumivu katika tupu yako ya mbele, jua wewe
unao ugonjwa wa ngiri. Kijue kuwa wewe unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya 12 ya kuonyesha wewe unao ugonjwa wa ngiri ni kusikia wapigwa na mishale, yani upiga mishale sehemu za haja kubwa, sehemu za choo chako cha nyuma, au sehemu unaoitumia kunya nayo au kwenda choo kikubwa cha kunya, kwa piga mishale mikubwa, wasikia kama wadungwa kama ambaye watiwa sindano, na pembeni karibu ya tupu pia, na pembeni karibu na tupu yako ya nyuma wasikia kama wadungwa na visindano au mishale hivi, wazaruka sasa ingine hivi, ukamaliza ukaruka hivi. Sasa watu wafikiri labda, au wajifikiria kuwa pale ulipokaa pana kisindano kinawekwa au kimshale kinkudunga, au kuna mtu chini ya kiti apenyeza nini mshale akikuchoma nao. Kumbe wewe tupu yako ya nyuma yenye choo kikubwa yafanya nini? Ya kupa ishara, dalili ya wazi na kukutahadharisha kwa unao ugonjwa wa ngiri. Unao ugonjwa wa ngiri, wewe waugua maradhi ya ngiri. Hizi ni dalili za wazi kabisa kwa upande wa wanaume. Kwa upande wa wanawake kuonyesha kuwa unao ugonjwa wa ngiri ni hizi zifuatazo. Kwa upande wa wanawake kuonyesha kuwa wewe unao ugonjwa wa ngiri ni hizi dalili zifuatazo hivi sasa. Dalili ya kwanza kwa mwanamke, hutokea kuumwa sana na shango au chango asubuhi au jioni au kabla ya kupata siku zake za hedhi. Hutokea kuumwa sana na shango au chango asubuhi au jioni au kabla ya kupata siku zake za hedhi, za damu yake ya mwezi. Hutokea kuumwa sana. Ukijiona we mwanamke na ukijiona ikiwa kunkurubia siku zako za we kuingia kwenye damu yako ya hedhi, damu yako ya mwezi, na ukajikuta waumwa sana, jua unayo au unalo gonjwa la ngiri. Unalo gonjwa la ngiri, waugua bila kujijua. Dalili ya pili ya mwanamke kuonyesha anao ugonjwa wa ngiri, husababisha mwanamke akawa yuenda haja ndogo, yani akojoa, enda chooni mara kwa mara. Dalili ya pili ya mwanamke kuwa anao ugonjwa wa ngiri ni kuwa husababisha au humsababishia mwanamke huyo akawa anaenda haja ndogo, kukojoa chooni mara kwa mara, si kwa dharura, mara kwa mara, na kuwashwa sehemu za siri, yani kwenye tupu yake ikawa yawasha, ana muwasho mkali, asikie yuwashwa, asikie ajikunekune kwenye tupu yake ya mbele. Hii ni dalili ya wazi kuwa unao ugonjwa wa ngiri. Dalili ya tatu ya mwanamke kuonyesha anao ugonjwa wa ngiri, humfanya mwanamke au hurufaisha kizazi, akawa mwanamke hawezi kushika mimba, yani ujauzito kirahisi. Pengine alikuwa na tabia yuashika mimba mwaka mpaka mwaka, sasa ikawa akishika mwaka, akimaliza atamani tena kushika mwaka ujao, lakini hashiki, na mwaka ujao hashiki, na mwaka ujao hashiki, mpaka pengine akija kipata kutumia vijidawa kama hajui ana ngiri, akapoa, ndio tena akashika mimba baada ya miaka 5 au miaka 7 au 10. Yeye akaona ni amri ya Mungu, labda pengine ilikuwa Mwenyezi Mungu hajaniandikia kunipa mtoto, kumbe alikuwa yuugua gonjwa la ngiri. Yuugua ugonjwa ambao wazuia yeye kushika mimba, si kwa amri ya Mungu ila
kwa sababu inayofanya nini, inayozuia kheri, badala yake ikawa hakuna furaha ya yeye kushika mimba. Hii ni dalili ya tatu. Dalili ya nne ya kuonyesha mwanamke analo gonjwa la ngiri ni kuwa anapostarehe, yani anapoingia katika tendo la ndoa na mume wake au mwanamume kufanya jimai, badala ya kusikia raha, yeye huona adha, yani huona maudhiko na dhiki. Akitaka kuingiliwa na mume wake, badili ya kuona ni raha kitendo kile, yake akiona ni adha na dhiki, yani ni kuudhiana, ni kusumbuana, ni dhiki, ni maudhiko, vile vile ni dhiki. Si jambo la kufurahika au kufurahisha, akawa halitaki wala akawa hahisi ladha yoyote, na ikiwa ataingiliwa basi ikawa yeye hatosikia raha au ladha ya tendo lile la ndoa. Na dalili nyingine ni ambazo tumezitaja huko juu kwa mwanamume, pia mwanamke huwa nazo dalili hizo. Baadhi ya dalili tulizozitaja kwa wanaume, lakini ukaziashiria kwako pia tulipokuwa tunataja, pengine ukajihisi pia hii nayo, basi pia ni katika dalili za mwanamke, za ingiliana dalili nyingine kwa mwanamke na mwanamume, wakawa na ishara moja na wote wakahisi jambo hilo, ikawa ni dalili ya kuwa huyu mwanamume na huyu mwanamke wote wanao maradhi ya ngiri, wanao ugonjwa wa ngiri. Vipenzi wangu wa sauti hii ya Mzimle, popote mliko mnaponisikia hivi sasa ulimwenguni, tuingie katika tiba yake. Utalitibu vipi gonjwa la ngiri? Kwa dalili nilizozieleza, na kwa kuwa dalili zile utakuwa wewe unazo, pengine wajihisi unazo, tutalitibu vipi gonjwa la ngiri ili wewe usiugue gonjwa hili, wala mwanamke wala mwanamume asiwe na gonjwa hili hatari ambalo halijafanywa nini, halijakuwa gazetted wala halijatangazwa na Wizara ya Afya duniani, wala pia lapuuzwa na watu kuona kuwa pengine katika maradhi madogo ya shibe, pengine mtu anshiba sana, shaelewa namna mfano kama huo. Tutalitibu vipi gonjwa hili la ngiri? Utalitibu namna hii. Kiwa umeona wewe ni msibiwa, unao ugonjwa huu, au mwenzako, mwelekeze kwa kumweleza dawa ni hizi. Atakiwa anunue Zaatari, dawa inayoitwa Zaatari. Atakiwa anunue dawa inayoitwa Zaatari robo kilo. Anunue Zaatari robo kilo. Vile vile anunue tangawizi ya unga robo kilo. Vile vile anunue Alkasus ya unga robo kilo. Vile vile anunue dawa inayoitwa Suzabu. Atie vijiko vitatu na unga wa habasoda. Vile vile anunue dawa inayoitwa habat soda, au sisi Waswahili tuaita habasoda. Vile vile ya unga atie vijiko vitatu. Dawa zote hizi nilizozitaja zichemshwe
kwenye sufuria yenye ujazo wa maji kwa kipimo cha jagi moja. Ukishazinunua hizi dawa, ukizitia kwenye sufuria, utumie jagi kubwa moja la maji fresh, umimine ndani ya ile sufuria yenye dawa ile. Sasa kumetanganyika dawa na maji, kisha uibandike itokote kwenye moto. Ikishatokota, waiepua, waichuja, watoa zile taka, alafu wairegesha kwenye jagi ikiwa maji. Alafu sasa utaitumia kunywa asubuhi na jioni, au asubuhi na usiku. Ukitumia kikombe cha kahawa asubuhi, waitia kwenye kikombe cha kahawa ijae, au kwenye kikombe cha kawaida mnachokunywa chai, lakini nusu kikombe, usijaze kikombe kamili, nusu kikombe. Kisha unywe maji yake. Tena ufanye hivyo kwa wiki 3, 3 weeks. Utumie dawa hii kwa wiki 3 mfululizo, wiki 3, majuma 3 bila kusimama, ambayo itakuwa ni siku 21. Dawa hii ukiitumia kwa siku 21 utalitibu gonjwa la ngiri. Utalitibu gonjwa la ngiri, kipenzi wangu na msikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle. Na leo hii umepata dawa, basi tumia dawa. Leo hii umejua kama pengine kwa dalili hizi unao ugonjwa, basi jipoze au jitibu au jiondolee gonjwa hili. Usilieke likawa ni sehemu ya maisha yako, au pengine ni kutojali kwako, au pengine wangojea nini? Wangojea hatari yake. Hatari yake itakuwa ni hatari kubwa. Tahadhari, tahadhari. Wakati wa kutumia dawa hii, wakati wa kutumia hii dawa, masharti yake yani ndio tahadhari. Usitumie wali wa pilau. Wakati ikiwa wanywa hii dawa ya kutibu gonjwa la ngiri, masharti yake au tahadhari yake ni kuwa usile wali wa pilau. Usile wali wa pilau. Pia usitumie matunda yenye ladha kali. Pia usitumie matunda yenye ladha kali kimaumbile, kama vile ndizi, embe, nanasi, fenesi, mua. Pia usitumie vyakula vinavyosababisha gesi, kwa sababu wewe waitoa gesi, kwa hivyo usiingize tena gesi. Jitibu mpaka mtambo au engine, mashini ya tumbo iwe ishapoa, ndio tena uje ule vitu kama hivyo. Utakuwa tena hapana madhara, kwa sababu kile ambacho chenye kufanya nini, kuugua, ushakitoa. Kwa hivyo ikiwa wajitibu gonjwa la ngiri, kwa sababu moja ya sehemu ya dalili yake ni gesi, usitumie chakula au vyakula vya gesi. Zuia kwa siku 21. Kwa siku 21 zuia kutumia vyakula vyenye gesi, kama vile mfano maharagwe. Nielewe msikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle, usitumie maharagwe wakati wa jitibu. Mahindi, karanga, asali mbichi, pilipili na vyakula vinavyopikwa kwa ngano, na vyakula vya ngano vinavyopikwa kwa ngano. Jitahadhari kwa vyakula hivyo.
kwa sababu kuna magonjwa sampuli mbili. Kuna ugonjwa utakaougua sababu ni mtihani watoka kwa Mungu. Kuna ugonjwa utakaougua sababu ni mtihani unaotoka kwa Mungu, na huo huna ndia ya kufanya nini? Kuepuka wala kukimbia. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Swad aya 41, miongoni mwa magonjwa yaliyouguliwa na mtume wake kwa ndia za mitihani ya Mungu, twapata funzo gonjwa moja la mtume ambaye hakuwa na ndia ila kuugua. Asema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wadhkur abdana Ayuba, wadhkur abdana Ayuba, na mkumbuke mja wetu Nabii Ayubu, idhnada rabbahu, alipomwita Mola wake au mlezi wake akasema, anni masanya shaitanu, hakika shetani amenifikishia. Anni masanya shaitanu, hakika shetani amenifikishia. Binusubin wa adhabu, udhia na adhabu. Hakuna asiyejua kwa Nabii Ayub aliugua maradhi, hakuyataka na hakuwa sababu, kwani yeye Ibilisi shetani alimtaka amjaribu, kwa wewe abudu Mungu sana, ngoja kwa sababu ya afya yako na uzima wako wajigeresha au wajipendekezesha au wamdanganya Mungu. Hebu Mola wako akupe maradhi, tukuone utakuwa abdan min ibadihi, utakuwa mja katika waja wake, utaabudu. Ukiwa mgonjwa utakata ibada, hutokuwa mwenye kumwabudu tena Mola wako, wamwabudu kwa sababu ya uzima ulionao. Mwenyezi Mungu akampa mtihani Nabii Ayub ale mgonjwa, ile kauli ile ya Ibilisi ile haina nini, haina mashiko, au ajishuhudie yeye mwenyewe kuwa mja huyu mbali ya kuwa na uzima, walakin akiwa mgonjwa vile vile ni abdan min ibadillah, ni mja katika waja wa Mungu, kwa sababu Nabii Allahi Ayub alipokuwa mgonjwa alipokuwa mzima akifanya ibada, na alipopata humtihani wa kufanywa kwa mgonjwa kupata maradhi, alifanya ibada mara 10 ya ule uzima aliokuwa nao. Zile ibada alizozifanya kwenye uzima wake zilikuwa ni kidogo kuliko hizi alizozifanya kwenye ugonjwa wake. Sasa ndio pale nasema kuna maradhi mengine hujitakii, lakini watakiwa na Ibilisi shetani, au watakiwa uingie katika jaribio la Mola wako, uregeshwe katika nini? Katika toa. Kuugua kwengine, mtu akiugua ni kukumbushwa na Mola wake kwa wewe una Mungu. Ukiwa mzima wanisahau na wajiamini, hebu nikupe maradhi ni kuone, ujione kama utaweza leo yawezayo, na yakikushinda ujue kuna aliyekupa uwezo wa kuyafanya. Kwa hivyo mkumbuke kwa ibada, umkumbuke kwa kuwa mja mwema, na vile vile umkumbuke kwa wewe una aliyekuumba, hujajiumba. Alipokuumba akakushunga ufate barabara na ndia itakayo yeye, ukenda ndia nyingine yuakuregesha kwenye barabara aitakayo yeye, atakupa maradhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kimtihani, kukukumbusha mbona wajisahau, wewe ni mja unaumbwa. Mbona wajisahau kwa uzima na afya ulionayo, na mbona wajisahau hutaki kunisujudia wala kuniabudu, kwa kuwa wewe una nini? Nguvu nyingi, mali nyingi na umaarufu mkubwa,
ulionao duniani. Ukajisahau kwa wewe ulipotoka ndani ya tumbo la mama ulikuwa kama mfano wa yai la kuku lilozaliwa leo. Lakini baada ya hapo unakuwa kama mfano wa nini? Kama mfano wa chuma cha barabara ya reli. Na uembamba wake lakini chabeba nini? Chabeba treni. Hasa ndo pale ukaambiwa usiudharau uembamba wa reli. Kwa sababu gani? Yabeba treni. Utaona maajabu. Chombo chenye ukubwa chabebwa na chombo chenye uembamba, chenye udogo. Lakini usikidharau kitendo hichi cha kuwa barabara yenyewe nyembamba sana lakini yabeba kitu kizito sana. Haya majaribio, hili mgonjwa katika magonjwa, na hata alipougua Nabii Allah Ayubu alipotakiwa kupewa dawa pia ilikuja kutoka kwa Mungu dawa yenyewe ili apoe, ashapita mtihani. Katika sura hiyo hiyo surati Swad aya 41 Nabii Ayubu alayhi salatu wasallam apata dawa, aambiwa urkudh, piga piga birijlika, piga piga kwa miguu yako kwenye ardhi. Hapo ulipokaa ulipolala, tokuwa miguu yako ipige pige kama ambaye ipiga ardhi, kama ambaye waipiga kwa visigino ardhi, igonge gonge. Ndio maana ya urkudh birijlika, yani piga piga ardhi kwa miguu yako. Hadha mukhtasalun baridun wa sharabu. Akaambiwa basi haya maji yakitoka baridi utaogea na kunywa. Ardhi katoa maji ya dawa, akaambiwa anywe na ogee. Sababu ya kuambiwa anywe, yale atakayokunywa ni vile vijidudu vya kuoza na harufu na mwili kuharibika ndani ya mwili wake, vitoke vile vidudu na mwili upate utegee kwenye uzima wake. Alipoambiwa aoge ni kuwa huu mwili nje ya mwili wake ulikuwa unaharibika sana. Kwa hivyo alipooga nje ya mwili, kuogea mwilini, mwili mzima ngozi ikapata maji, basi ngozi karudi mahala pake kapoa na akawa mzima kama ambaye hakuugua. Bali yasemekana alikuwa mzima zaidi ya alivyokuwa kabla alipokuwa hajaugua. Alipata uzima zaidi. Utaona hapa tupata faida kubwa ya kuwa kuna maradhi mengine yaletwa na Mungu, jaribio kwako, au yapendekezwa na ashaitani Iblis. Kama wewe pengine ni katika watu ambao wajikita au una juhudi, una wajiamini sana katika kufanya ibada za Mungu, hasa utajaribiwa si katika uzima, hata katika ugonjwa. Je, ukiwa mgonjwa waabudu Mungu Mola wako? Lakini pia kuna maradhi ya kujitakia. Sehemu ya pili, kuna maradhi wewe unjitakia, unkwenda mahala pachafu nkaa, au pengine unusa harufu, au pengine unkula kichafu. Sasa al-amthal, mfano mdogo ni haya maradhi ya malaria. Pengine katika nyumba yako kuna sehemu kwa pita maji machafu yakitembea kwenye mtaro au kwenye kutoka chooni kwako kwenda nje kwa majirani, na huenda yakatua yale maji mahali yakakaa. Sasa kwa vile ni uchafu, kukazalika viini vya mbu, kukaja mbu sasa wenyewe. Wakija wale mbu tena ikawa sasa ni wenye kukuvamia wewe na kiumba chako au na watu wa nyumba yako, wakawafanya nini? Wakiwauma, wakiwatia malaria. Huu ni ugonjwa haujaletwa na Mungu, unleta wewe kwa kumwekea mbu nini? Jengo, au kwa kumwekea mbu mtaro wa maji machafu. Hasa ukiona kuna sehemu ambayo yaweza kukudhuru wewe kwa uchafu, ondoa uchafu huo ili kusudi usiwe wewe una mnasaba
au umejisababishia kujipa maradhi au kuyaleta maradhi kwenye mwili wako au kwenye nyumba na watu wako, kisha ukasema naugua. Kuna magonjwa mengine watu wajisababishia, hayasababishwi na Mungu. Hilo gonjwa moja la malaria, sasa utaona waambiwa utie dawa za mbu usiku, ufikize nyumba, waambiwa ulale kwenye neti. Serikali yafanya kampeni watu walale neti. Manake kuna mbu sampuli mbili, kuna mbu ambaye akikuuma utaugua, kuna mbu ambaye akikuuma utakufa. Kuna mbu ana sumu, akikuuma kuugua ni muda mchache sana, lakini kufa ni muda haraka, utakufa mapema sana. Kabla hujapelekwa huko hospitali ushakufia nyumbani kwanza. Na hili ni jambo ambalo natakiwa liangaliwe. Mtu asijidhuru akaona sehemu katika ushujaa. Tuondoe uchafu ndani ya majumba, nje ya nyumba, na vile vile sehemu za mawanda ya nyumba, katika zile compound au ground, kiwanja, shamba. Tujaribu tuhakikishe kuwa sehemu hizo hazitosababisha gonjwa la kujitakia, tukaugua maradhi ambayo ni ya kujitakia. Sasa angalia mfano mdogo nitakupa leo, na hii ndio tahadhari kubwa, na tahadharisha ulimwengu kwa neno langu la world warning. Kwa neno langu la tahadharisha na watahadharisha walimwengu kwenye ulimwengu, nalosema world warning ni kuwa kuna watu hivi sasa wala pilipili kama chakula. Hawawezi kula chakula bila pilipili, tena zenye miwasho mikali. Inavyopaswa mtu kula pilipili ni dawa. Pilipili ni dawa, si chakula. Kuna wakati ni dharura we ule pilipili. Kwa mfano, ukijikuta saa nyingine nguvu zako za kiume ziko chini, waweza ukala pilipili kuziinua. Pilipili zenyewe zile ndogo, hoho, zaitwa hoho, zile kali ndogo ambazo hazina madhara, hazidhuru, japo zina mwasho mkali, lakini hazina madhara. Lakini kuna pilipili hizi watu wala za pilipili masala, pilipili za mbichi na pilipili zingine. Utakuta mtu sasa yeye apenda kula sana mapilipili na hawezi kukaa bila kula pilipili. Baada ya muda fulani wamsikia yeye ubavu mmoja wa upande wa nini wa kiuno chake wauma, au wamsikia augua nini, augua gonjwa la sumu ya kike, infection. Mtu atakwendaje akakojoe damu badala ya kukojoa mkojo? Na mtu atakwendaje akakojoe atoe vitu si mkojo, wala si mani, si sperms, atoa vitu vya ajabu, kumbe ana infection. Pengine katika kukojoa kwake kujikamua atoa mpaka mabuu, atoa mpaka vidudu vyatembea vihai, na vile vile anuka chini, atokwa na maji yenye kunuka, atokwa na vipele au vidonda kwenye tupu yake ya mbele au ya nyuma, majipu, na vile vile pengine atokwa na harufu mbaya sana, harufu mbovu ambayo yeye mwenyewe hawezi kujinuka, licha ya kuwa wengine wakinuka hawaiwezi. Wakikaa naye watu waondoka mmoja mmoja, au wamuuliza kunani? Uko kwenye tupu yako kunani? Waugua nini mwenzetu? Mbona tukikaa na wewe tusikia harufu isiyokuwa ya uzima? Mbona wanukia vibaya? Au waoza kidogo kidogo? Ndio tuje tukujue sasa siku moja nawe maiti mtarajiwa. Hasa haya mambo saa nyingine watu hawezi fanya kitu au tumia kitu chenye kukudhuru ambacho kina madhara, ukasema kuwa wewe utakuwa umejaliwa na Mungu kupata maradhi yale. Majaliwa ya Mungu au majaliwa yangu? Si majaliwa. Wewe untaka kuugua, wewe umjifanya ukajiuguza,
na wewe unjipa mwenye maradhi. Si Mungu alikujalia, wala si mtihani wa Mungu. Huu ni mtihani wewe mwenyewe unjitia kwenye nini? Unjitia katika chumba cha examination ambacho hakina result. Hakitokuwa na majibu ya mtihani, manake uwezi mwambia Mungu, Mola wangu, mbona wanipa gonjwa hili? Alikupa Mungu au kilichotumika ukatumia kwa akili yako na kwa mikono yako kitu ambacho kina madhara ukajidhuru? Haifai mtu kujidhuru, haifai. Wewe wajijua una alsa. Alsa ni vidonda vya tumbo. Kisha wewe wala mapilipili. Unkusudia nini? Kupelekwa ICU, kupelekwa chumba cha hatari, sio? Na vile vile kutibua kile kidonda ukakifanya nini? Badala kiwe chenye kukauka, kiwe ngozi, wewe wakifanya kiwe kibiti, na kiwe chenye kufanya nini? Chenye kuugua ubiti, maradhi ya nini hii? Ya kukwangurwa. Kama ambaye pengine kilifanywa mkwanguro kikataka kubambuliwa ngozi. Chatoa midamu, ngozi na vitu vingine. Nyama. Mfano kama huo. Sasa hatufai sisi kutumia chenye kutudhuru. Lililo bora katika hichi kiwiliwili changu mimi na wewe kama mtu au kama mwanadamu, ni bora ujue kwa wewe ukitumia jambo fulani ni hatari kwako. Ni hatari. Sasa pendekezo langu, mimi napendekeza watu watumie kwa wingi maji ya madafu, na watu watumie kwa wingi maji ya miwa, lakini isiyotiwa aina yoyote ya ukali. Nilikwenda sehemu fulani juzi, nikaona mtu barabarani sehemu ya Mshomoroni auza juisi ya maji ya miwa, na aliponiona akaniita kwa jina langu, Mzimle, karibu bwana untilie baraka, karibu bwana ule juisi yangu, ununue tu ule unipe faida. Na mimi kwa kuona vile kwa huyu aniita kwa jina langu na nijua na nataka nimfanyie nini, nimpelee 100 yangu, basi nikamwambia nitengezea unipe ninywe. Nikakaa pale karibu na yeye akatengeza, halafu akatoa kuwa yuanipa. Sasa nanywa, nikipiga tama la kwanza, aliyekufa amrehemu au arehemewe. Ilikuwa kama angekuwa mimi nina alsa, vidonda vya tumbo, au nina moyo, mshipa wa kusimama, basi pengine nami ningeokotwa nikapelekwa Coast General hospitali. Ilikuwa kali, tungu, nenye kuwasha. Sikuweza kupiga tama la pili. Kamuuliza, hivi ndivyo unavyotengeza hii juice ya miwa kuuzia watu? Anambia Kamwambia basi mimi nitakupa neno la faida. Mimi sikuweza kuinywa hii juisi yako, na mwingine pia hatoweza. Mimi sitoweza kuinywa hii juisi yako, na mwingine pia hatoweza. Utawadhuru watu wengi, kwa sababu hii ni kali, ya washa, na vile vile ina nini, ina utungu ndani yake. Kwa sababu hiyo ameikoroga na ndimu na konde zake, tangawizi na majani yake au gamba lake, na vinginevyo alivyovitia vikali, ili ukiila ile juisi, yes, jui kama ashaonda, labda atuuzia sisi, yeye hajaonda. Lakini nilipomwambia alifanya kama kutanabahi, kama kumzindua na kama kuzubaa, kama nimemstaajabisha, kwa sababu hiyo yamaanisha kuwa labda yeye alikuwa hatumii, auzia watu, yeye hanywi. Lakini nikasema, nikamwambia bila kumfita, kwa hii juisi yako akila mwenye alsa au akinywa mwenye moyo, utamuua mwenzako, utawaua watu hapa bila we kujua, lakini hawakufii mbele ya meza yako ya biashara, watakwenda kufa majumbani kwao na hujui kama umeua. Sasa mimi nakuomba ifanye juisi hii
hata kama watia hivi vidude vyako vyote, tia kidugu sana. Kila kitu tia kidugu, kisiwe na ukali wa kubainika, kiwe kwa ndani ya hii utamu wa sukari. Basi alinitikia akanambia, asante Mzimle, asante Mfalme Kaimu, inshallah umenipa maneno nitayatumia, nitayafanyia kazi, na alikuwa sijui. Kwa hivyo saa nyingine waweza kuwa wajidhuru au twadhuriwa bila kujua kama twadhurika, na baadaye ukipata maradhi na magonjwa ikawa wewe wasema ni Mungu, kumbe wewe mwenyewe ulijifanyia nini? Maji ya miwa, ukajitanganyia vyombo vya kisawasawa ndani vikali, kisha ukanywa au kauzia wenzio, kisha madhara yakaja kwa jamii. Na hapa faida wale wazao maji ya miwa wanaonisikia hivi sasa kwa sauti yangu ya Mzimle, kuwa wao wakifanya kile wanachokifanya kwa mashini zao kuwauzia watu, kabla hawajauza wanywe, wajitest kwanza, waitesti wao ile juice kwa kuionda. Ikiwa yeye ataiweza, mwingine ataweza. Ikiwa yeye atashindwa, basi mwingine hatoweza, isipokuwa labda mtu jabari au labda mtu mwenye homa kali au mwenye hiyo corona na mifano kama hivyo. Wengine walikuwa ilipoingia corona watasema dawa ni hii, pengine kwa corona. Lakini kuna hatari kutumia vikali wakati mtu ana makali tayari. Mpaka kufikia hapa, mpenzi wangu wa sauti hii ya Mzimle, sina budi kuambia nawapenda sana wasikilizaji nyote mlionisikiza, na hii naswaha na wapa muwe nayo. Gonjwa hili la ngiri ni gonjwa hatari, litibuni kwa dalili zote nilizozisema. Jitibuni gonjwa hili, msiliugue, ni katika magonjwa hatari. Nawashukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi katika kipindi hichi cha leo cha sauti ya Mzimle. Kipindi hichi ni chenu cha wapenda, na nyinyi kipendeni. Vile vile naishukuru Station TV ya Mzimle ilioneka hewani mkayasikia maneno haya. Khadija Abdallah Mwinyi program manager, Sofia Ali Ahmed chief engineer, Zainab Yusuf Othman director, Evans Absolo Juma managing director, Mwanahamisi Muhammad Guyo mtayarishaji wa mavazi yangu, na alhamdulillah wa billahi tawfiq. Haya tuliyozungumza ni mambo yanayokera sana watu bila kujijua kwa wao wakereka, ni magonjwa wanaugua watu bila kujijua wao wanagonjwa, na vile vile ni hatari ya umri wa mwanadamu kwenye kiwiliwili chake bila yeye kujua kuwa umri yuaukata, umri yuaumaliza, na umri wake yuausimamisha kwa dharura isiyokuwa ya Mungu, ila kwa madhara yaliyokatazwa na Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kuwa usijidhuru wala usidhuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema usijidhuru wala usidhuru. Hili ni jambo muhimu sana katika hadithi hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa sisi mara nyingine twadhuriwa bila kujua twadhuriwa, na pia vile vile wajidhuru na hujui kama wajidhuru. Kuanzia leo, kuanzia hapa tulipofikia kikomo cha somo la leo, usidhuru wala usijidhuru, kwa sababu ikiwa watengezea watu wawadhuru na ikiwa wajitengezea wajidhuru, hii ni hasara kubwa sana. Na tujiepushe na ulaji wa pilipili kwa wingi. Mapilipili haya yaliyojaa sahihi manyumbani, hakuliwi bila pilipili, na kila saa mihogo mabarabarani mapilipili. Twajiweka katika sehemu ya kujiuguza maradhi ambayo saa nyingine wenda choo kikubwa ni damu, choo kidogo pia watoa damu. Haya sasa watafuta nini? Matibabu ya hospitali ya Coast General na sehemu zingine kwenda kutoa mapaipu. Shukrani vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle.